kutazama mchezo leo, mmefanikiwa kuondoka na alama 3. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa mchezo mzuri ambao umefanyika hapa, mchezo wa amani. Hakukuwa na injury yoyote, hakukuwa na matukio yoyote ambayo yamehatarisha usalama wa watu au kuvunja amani. Kila mtu kaja na afya yake na ameondoka akiwa salama salimini, kuanzia kwenye pitch mpaka nje ya uwanja. La pili, tuwapongeze sana wachezaji wetu kwa namna ambavyo wamejituma na kuweza kupambana kutegea pointi 3 muhimu kwenye mchezo wa leo. La tatu na la mwisho, niwapongeze sana mashabiki, wapenzi, wanachama na wakereketo wa klabu yetu Young Africans na wapenzi wa mpira hapa Tabora kwa mwitikio mkubwa ambao wameonyesha leo kwenye mchezo huu. Umekuja kwa namba kubwa sana na wenyewe wamekiri, hii ndio mara ya kwanza uwanja huu umekuwa full house na watu wengi pia wakibakia nje. Maana yake mchezo ulikuwa na msisimko mkubwa na kila mtu alihamasika, alitamani kuja kuziona dakika 90 za leo. Kisha siku tumeondoka na ushindi sisi, wao wameondoka kupoteza mchezo. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu na maisha yanaendelea sasa. Wanasema kisasi ni haki. Ali, mmelipa kisasi, lakini kabla mchezo huu maneno yalikuwa mengi sana, ikapelekea kusemekana kwamba quality ya wachezaji wenu sawa na quality ya wachezaji wa Tabora. Ili kwanza nalizungumziaje na quality? Mimi naamini maneno tu hayo yalikuwa ya kuchagiza, kuchagiza mechi tu, ya kusherehesha tu. Mtu mwenye akili zake timamu hawezi akafanya kosa hilo la kufananisha quality ya wachezaji wa Yanga na wachezaji wa Tabora United. Wachezaji wazuri, lakini unapozungumza quality lazima kuwe kuna difference. Ndio maana unaweza kukuta kuna Barcelona wana wachezaji wenye quality, alafu kuna Levante wana wachezaji wazuri ambao hawana quality ya Barcelona. Kwa hiyo maneno ya kuchagiza tu ambao sisi kama Yanga tuliyatumia kutumotivate. Tuliyatumia sisi kama motivation, na wallahi billahi nilizungumza mpaka Kifaransa na Pacome. Nilienda nikajifunza kabisa kwamba huyu kasema wewe huna uwezo. Akaniambia basi tutakutana kwenye pitch, na amekuja kutoa majibu yake hapa, amekuwa man of the match, tunampongeza. Na mimi tu sijui ngapi amechukua Pacome, hicho kazi hesabu sasa. Kwa hiyo ni maneno ya kawaida kwenye mpira. Yes. Nimekutana bwana na mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa Paul Chacha kabla mechi ijaanza pale jukwani. Aliniita tukasalimiana, na maneno yake aliniambia ilikuwa ni maneno machache tu. Aliniambia kwanza, mdogo wangu, na kupongeza kwa kazi nzuri uliyoifanya ndani ya mkoa wa Tabora, kazi ya kuhakikisha mkoa umepata hamasa kubwa ya kimichezo. Umefanya vitu vingi ambavyo hatujawahi kuviona vikifanyika. Timu nyingi zikija hapa, hata timu yao haijawahi kufanya. Tumeweza kumobilize watu wengi kwenye matukio tofauti. Kwa hiyo ameona impact ya uwepo wa mwenyekiti wa wasemaji hapa na amenipongeza kwa hilo. La pili, amenipongeza kwa namna ambavyo tumefanya hamasa nzuri. Uwanja umejaa kweli kweli. Ameshuhudia hilo, ameniambia ndo mara ya kwanza nimeona uwanja umejaa, Tabora wameitika kweli kweli. Na watu wakaniambia yote yaliyotokea ni mambo ya kimpira tu. Nothing personal, mimi nilikuwa nachagiza na wewe umechagiza. Mwisho wa siku mechi imemalizika, nyinyi mmeondoka na ushindi, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo kiasi Crosby, yale masaa 24 yamefutika. Masaa 24 niliwaambia, masaa 24 ni masaa ambayo alitolewa na comedian. Amesisitiza hapa, lakini kasema kesho tutamtafuta kwenye hilo. Yule dada niwaambieni ni comedian mzuri. Na toka siku ya kwanza nilikuwa nawaambia mimi kwa level yangu siwezi kuingia kwenye mjadala na old version namna ile. Ile ni type ya zamani. Yaani sasa hivi dunia kama ipo kwenye flat screen, unamrudisha mtu kwenye TV ya chogo. Sasa mimi kwa hadhi yangu natazama flat screen, nianze kujadiliana na TV ya chogo kweli? Hizo sio level zangu. Ndio maana amezungumza na kipotoshi sasa hapo. Nimesema yani yule kama Tabora wakiandaa Tabora Cheka Festival, anaweza kupanda akachekesha watu wakapata hela, lakini kwenye masuala hayo ya kutoa amri masaa 24 na nini, masaa si yameisha. Chuma sinipo hapa, sina dunda, sina afya njema, siniko na nuru. Sasa masaa 24 hapa yanazungumza. Kwa hiyo hakutishi, hakuumize kichwa kabisa. Maneno ya kuchekesha tu. Tayari. La pili. La mwisho. Tumeokoa. Dhidi ya Tabora inamaanisha kweli ilikuwa ni mechi ngumu kama mechi ambayo tunatamani. Hivi sasa ukiacha Coastal Union mbele kuanza msimu. Ndugu zangu, hata mimi niliwaambia toka siku ya kwanza nimefika hapa. Na hili jambo waandishi wa habari naona hamjalifanyia tafiti vizuri. Mimi nilikuja hapa tarehe 28. Tarehe 28 Yanga anacheza mechi na Songea, mimi niko hapa kwenye huu mkoa. Yaani nilitangulia hapa kikosi cha utangulizi kuweka mipango sawa. Na kauli yangu ya kwanza niliwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, huu sio mchezo mgumu, ila unatengenezwa uwe mchezo mkubwa. Mwelewe tofauti ya vitu haukuwa mchezo mgumu.
ila ulikuwa unatengenezwa uonekane ni mchezo mkubwa, na umekuwa mchezo mkubwa kwa sababu wiki hii au siku zote hizi trending ya mpira Tanzania ilikuwa hapa Tabora. Kila mtu aitamani awe hapa, kila mtu aitamani aushuhudie mchezo huu. Au sauti yake nzuri sio anafanana nayo. Tutana kitu cha ajabu. Basi. Maujana yuko na vuruga kidogo hapa. Kwa hiyo bana nilishia wapi? Nichanganya. Mechi ilikuwa ni kubwa lakini haikuwa mechi ngumu. Kutoka hapa tunakwenda kwenye mechi dhidi ya Coastal Union, na niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, nimedokezwa jambo pale na rais wetu Engineer Hersi Said kule kwenye ligi ya wanawake, ligi imesimama. Ligi imesimama kwa muda. Kwa hiyo kwenye mipango ya technical staff yetu kupitia kurugenzi ya ufundi kumpa uzoefu kocha wetu Edna Lema, tutamuongeza maalum kwenye mchezo wa Coastal Union. Kwa hiyo kutokea siku ya kesho tukianza mazoezi baada ya kurudi Dar es Salaam, Edna Lema kocha wetu wa Yanga Princess atakuwa na program maalum ya kufundisha akiwa na senior team. Kwa hiyo mtamuona kwenye bench, mtamuona kwenye press conference, mtamuona kwenye uwanja wa mazoezi Edna Lema Mourinho the special one akitoa vitu na yeye akipata uzoefu. Kwa ni jambo ambalo kurugenzi ya ufundi imetengeneza na uongozi umelibariki, na kuanzia kesho sasa mkimwona Edna Lema mjue ni Edna Lema wa senior team, amekwenda kuchota ujuzi huko. Kwa hiyo Coast watakutana na Hamdi, watakutana na Abdi, watakutana pia na Edna Lema the special one.